presence. There is nothing you can undo. I stand amazed in your presence. There is joy, peace, and hope. There's no one like you, Jesus. There's no one like you in all the earth. No one like you, Jesus. There's no one like you. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. Oh yes. Shukuru Bwana kwa dakika mbili, ambia Bwana ni asante kwa hiyo kipindi ambayo imeisha. We worship and exalt your name. Thank you for the love that you have bestowed upon your people today. Thank you for your presence, King of glory, the presence of the Holy Ghost in the midst of us. How I pray, my Father, that you shall befall upon us in the name of Jesus. Lord, I thank you for this wonderful time. My God, as I minister the word of God, I pray, dear Father, that you shall use your servant as a vessel, Lord, to deliver your message in the mighty name of Jesus. I pray for my listeners. I pray for my viewers, oh God, that dear Father of mercy, that they shall tap the message from God in the name of Jesus. Help us, dear Father, not only to be listeners of your word, also to be doers of your word in the name of Jesus. We worship your name
and we exalt you. In Jesus' name we pray. Let's clap for Jesus. Tupigie Yesu makofi. Tupigie the praise and worship makofi. Tupigie the praise and worship makofi tena. Let's clap for the program of the day today. Oh, thank you, Lord. Can we have our seats? Tuweze kupata viti zetu katika jina la Yesu. Praise the Lord. Nawashukuru sana kwa sababu ya kuja kanisani. Nashukuru wale ambaye wanatutazama katika Facebook na YouTube. Na waomba ya kwamba they prescribe to their friends, to their groups, so that hii ujumbe ifikie watu wengi katika dunia mzima. Jina langu ni mchungaji Peter Kimani Njoroge, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nashukuru kwa sababu ya kunipa wokovu wa dhamana ambayo umenunuliwa kwa damu ya dhamana. Ndiposa nimeweza kusimama hapa mbele zenu na kuwaletea neno la Bwana nikiwa nimeokoka. Bwana asifiwe. Asanti kwa sababu ya kuja kwenu. Asanti kwa sababu najua ya kwamba tunahubiria watu wengi walio nje, walio ndani. Bwana wabariki sana. And because of time, I promised you last Sunday ya kwamba I'll be teaching for the next 2 weeks jinsi ama theme ambayo naita generational sins and their implications. The generational sins and their implications. Generational sins and their implications. Praise the name of the Lord. So I'll be teaching and I'll also be preaching. Bwana asifiwe. Kwa Kiswahili generational ni kusema namna gani? Pastor. Yaani dhambi ya kizazi ama ya kutoka na huko nyuma. Na its implication ni kusema ni yale hadhara inaleta ama matukio yake. Kwa hivyo nitaongea juu ya hiyo. Nitasema may you tap this message and may the Lord help us to come out of these generational sins. Nimerealize ya kwamba watu wengi katika dunia and especially in Africa, they suffer generational sins just because their forefathers sinned against God. Na hiyo ya kwamba ikawa inatufuata bila sisi kuyajua. Hata kama tumeokoka na kujazwa na Roho, lazima kuna jambo tunahitaji kufanya so that those generational sins iwe disconnected na sisi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Transgressions of laws. Transgressions of laws. Commandments and ordinance brings the punishment of God. Hii ni kumaanisha ya kwamba yani kutenda maovu ama kinyume cha sheria za Bwana inaleta punishment, inaleta nini? Adhabu. Bwana asifiwe. Inaleta adhabu mbele za Bwana. Inakuletea adhabu. Not only the transgressors but upon their offspring. Sio hata wale ambao waliotenda kinyume cha yale ambaye sheria za Bwana, hata their offsprings. Yani ni kusema ya kwamba watoto wao. Na tusemi ya kwamba ni mababa zetu peke yao ambaye pengine walitenda dhambi, ama ya kwamba tunaangalia tu mababa zetu. Hata wewe mwenyewe. I always say ya kwamba ukitenda dhambi na uyazoe, it becomes a sins of iniquity. Praise the name of the Lord. Na unapozoea kutenda dhambi fulani, yani ukitenda dhambi fulani na uendelee kutenda, hiyo inaenda katika kizazi cha nyuma, kizazi chako. Amen. Inakuta ya kwamba whatever you did, kama ulifanya na ukarudia, ikawa ni dhambi ambaye ni transgressions, ama ni dhambi ambaye it will be a generational sin ambaye itafikia mtoto wako. Na Biblia husema ya kwamba it goes up to the first and up to fourth generation. The effect runs
from one generation to another. So I'm not talking about only the forefathers, lakini naongea kwa sababu ya sisi. Hata kama wewe ni kijana, wewe ni msichana, na pengine hujazaa, hujaolewa, hujaoa, ujue ya kwamba unapotenda dhambi na uzoee kuyatenda, hiyo italetea watoto wako shida nyumaye. Praise the name of the Lord. So the effects runs from one generation to another. In Exodus chapter number 20, Exodus chapter number 20 and verses 5. Although we shall then read 1 to 5, but verses 5 inasema hivi. Exodus ni kitabu cha Kutoka. Kitabu cha pili kutoka, the Old Testament. The second book of the Old Testament in the Exodus. Chapter 20, verses number 5. Inasema hivi. You may not bow down on your faces before them, or give them worship. For I, the Lord your God, I am jealous God, who will not give his honor to another, and I'll send punishment on the children for the wrongdoing of their fathers, to the third and fourth generations of the hate of my haters. Yani Mungu asema ya kwamba ukiinamia sanamu ama ukitenda maovu, Mungu ataipelekesha hiyo uovu yako hadi kizazi cha 4. Amen. Praise the name of the Lord. We have started by that word in the book of Exodus 20 verses 5. Neno ambayo inatuambia kwamba Mungu, kwa sababu Mungu ni Mungu wa wivu. I am a jealous God. Hawezi kujichanganya. Hallelujah. Hawezi akakubali utukufu wake ugawe na mwingine. Praise the name of the Lord. There are examples of generational sins. You can write down examples of generational sins. Leo naweza ongea kama 3 ama 2 pahali nitaweza. Examples of generational sins. Number 1, idolatry. Tumesikia pale mstari wa 5 katika Exodus ya kwamba wale ambao wanainamia mifano, miungu zingine. So idolatry ni yale mifano tu, miungu ambaye ni kitu yoyote ambayo unaamini ya kwamba inaweza tendewa jambo. Amen. Those are idols. So idolatry, you can write subheading idolatry. You can now write Exodus 20 from verses 1 to 4. 1 to 4. Pali Mungu walikuwa na warn the Israelites ya kwamba, Exodus chapter 20 verses 1 to 4. 1 says, and God said all these ones. Mungu alinena haya maneno yote nataka kuambia. Akaanza akasema, I am the Lord your God. Mimi ndio Mungu wako, who took you out of the land of Egypt, out of the prison house. So ananenea wana wa Israeli, anawakumbusha ya kwamba mimi ndio Mungu wako ambaye alimtoa katika nchi ya utumwa. Praise the name of the Lord. Katika prison, nyumba za prison, za gereza, pale mlipokuwa katika Misri. Verses 3 say, you are to have no other gods but me. That is what the first thing that God said to the Israelites. Hamtakuwa na miungu zingine ila tu mimi Mungu wenu. Praise the name of the Lord. Wana wa Israeli waliokuwa siku zile waliangamia, walikufa. They are no more. But today, the word is for us today. Mungu anakunenea siku ya leo. Anakuambia kusiwe miungu zingine ambayo utakaya abudu ama utakainamia. Praise the name of the Lord. You are to have no other gods but me. For verses 4 says, you are not to make an image or a picture of anything in heaven or on earth. Hautatengeneza chochote, picha yoyote ama kamfano yoyote ama kuabudu kitu ingine katika mbinguni hata katika dunia. Praise the name of the Lord.
hata katika majini or in the waters, katika chini ya maji. Usiwe na kitu kingine chochote utakayeabudu. Do you know, sometimes we Christians, we worship other things that we may not know, ya kwamba we are worshiping idols. Pengine unaweza worship nguo yako, ya kwamba unasema ya kwamba hauwezi ukaenda kanisa bila nguo hii, hauwezi ukatenda jambo hii bila kufanya hivi. Yani unaabudu kitu fulani. Wengine wanaabudu watu wa majirani, wanaabudu watu wao. Unauliza mtu jina yake ni nani na anaishi wapi, badala ya kuambia yeye ni mtu fulani. Jina langu ni Kamau, jina langu ni Wanjiro, jina langu ni Kimani, natoka area fulani. Anakuanzisha ya kwamba unajua area fulani, bahari mtu fulani tajiri ametoka, mimi ni jirani wa huyo. You know, you may be worshiping that person without your knowledge. Praise the name of the Lord. The Bible says you are wonderfully made. Amen. Kwa hivyo wewe mwenyewe ndio unaulizwa. Wewe mwenyewe ndio unaulizwa jina lako ni nani? Kwa sababu Mungu aliona ya kwamba akupe hiyo jina na uikae vile ulivyo. Amen. Bila kuabudu sanamu na mtu mwingine. Wengine waabudu mapasta wao. May the Lord forbid. Msiabudu pasta wenu kanisani hili. Praise the name of the Lord. Mimi I'm just a seekers of the kingdom like you are. Praise the name of the Lord. Hallelujah. It's just a favor God has given to me ya kukuhubiria siku ya leo. Praise the name of the Lord. The judgment of God on idolaters is until the 4th generation. Yani judgment ya Mungu kwa wale ambao wanaabudu miungu inaenda hadi kizazi cha 4. Amen. Na ni vizuri nimesema ya kwamba the generational sins and its implication is one of the implications ya kwamba wewe haukutenda dhambi, lakini unalipa dhambi ya wale ambao walitenda nyuma ya mbele yako. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I believe as we continue, we shall also know the ways and means of coming out of those generational sins. Praise the name of the Lord. Do you know, kuna watu wanajikuta ya kwamba wanatenda mambo fulani. Let's say for example, wanajikuta ya kwamba ni walevi, wanajikuta ya kwamba ni washerati, lakini sio mapenzi yao. Wanaokoka wakianguka, and the same sin iliyoangusha juzi ndio itaangusha leo. Might be you need to search where you are, katika ile jiwe ulichongwa kwake. Amen. Hallelujah. So that you can smoothen your stone. Hallelujah. Uchonge, uondoe kila ambaye ni jukumu ambaye imejishikamanisha na wewe, ambaye ni ya kizazi na huku nyuma. See, the Bible says in Lamentation 5:7 ya kwamba our forefathers sinned and they died, they are no more, and we suffer their iniquity. Yani sisi ndio tunalipa na ni mababa zetu walitenda dhambi. Hiyo tunakataa. Naombea yote ambaye ananitazama ya kwamba madhambi za mababa zetu tunajikatanisha. Walie maabudu mifano na miungu zingine, hata ikiwa walikuwa watu wa karibu namna gani, ijalishi kama nilinyonya kwao, lakini najitakanisha. I detach myself. I detach you also from those implications za kishetani. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ni mambo magani idolaters practice? Ni idolaters practice kuabudu miungu, mifano ya yamba ambayo inaletwa katika kuabudu miungu. Ile some head blood shedding. Amen. Kutoa, kumwaga damu. Hallelujah. Kumwaga damu. Do you know, hata kumwaga damu ya kondoo ikiwa inamaanishwa na jambo fulani. Amen. I know you are going to get me right. If you see most of the witchcraft
wanaitishaga kuku, sijaienda lakini najua vile wanaitishaga. Wanaitisha kuku nyeusi, kuku nyeupe, na kuku wa aina gani? Nyekundu. Wanaitisha mbuzi, wanachinja. Kumwaga hiyo damu ni kuabudu mifano. The Bible says Yesu alikuja akasema, mimi ndio niliyokuwa mwanakondoo aliyechinjwa katika in the book of Exodus chapter 12. Damu yake ikapakwa katika visiti za milango ili wana wa Israeli wapate ukombozi. Na ndiposa Mungu anawakumbusha, anawaambia kwamba mimi ndiyo Mungu aliyewatoa katika nchi ya utumwa, katika gerezani. Haleluya! Aliwatoa na nguvu za damu ya Yesu, kwa sababu pale Yesu hakuwa amedhininishwa, lakini damu ambaye kondoo ambaye ilichinjwa pale, damu ambaye iliwekwa pale ilikuwa mfano wa damu ya Yesu. Hallelujah. And I have said the subheading of blood shedding upon the judgments of God on idolaters. Blood shedding. Witchcraft, they do the same. Vita. Wakati ambapo unapata kuna mavita. Amen. Wars. Vita. Unajua vita, watu wanapigana ili wauane. Wakati nchi imeabudu sanamu, wakati nchi imeabudu miungu zingine, wakati michi imeabudu mambo ambayo sio Mungu wa ukweli, kuna kuaga na vita. Na hiyo vita watu mwaga damu. Amen. Praise the name of the Lord. When the church keeps quiet, wakati kanisa imenyamaza, kiongozi wa siku ya leo ametuongoza kuombea nchi na akatuambia ya kwamba ni wana wa Mungu, wale wameitanishwa na Mungu. Hao ndio Mungu anasema anawapa mzigo wa kuombea nchi. Amen. Kwa sababu watu ya dunia wanapoabudu mifano ama miungu zingine, kuna kuaga na vita. Hata nyumba ya familia inapoabudu miungu zingine, inapokuwa katika njia ya kuabudu miungu, nyumba hiyo huwa na vita. Unakuta mama na baba wanapigana. Unakuta baba anapiga watoto, mama anapiga watoto, watoto hawana kupotelea. Praise the name of the Lord. Just because of bowing down, worshiping the idols. Praise the name of the Lord. Those are some of the things that happen. Vitu ingine kunakuwa na riot katika nchi, ikiabudu mifano na miungu zingine, watu wana riot. Do you know, hata familia they riot. Amen. They riot against their fathers. They riot against their parents. They camp against their parents. Kama hiyo nyumba haina Mungu ndani yake, kama hiyo nyumba imeanza kuabudu miungu zingine, hallelujah, consequences moja ni riot, consequence nyingine ni vita, consequence nyingine ni kuabudu ni uchawi. So nimesema uchawi, vita na nini nyingine? Na riots. Amen. And another one ni accidents. Katika inchi ambaye inaabudu mifano na miungu zingine, kuna kuaga na accidents. Amen. Na hiyo yote jinsi ya jambo ambayo shetani huelekeza ni umwagikaji wa damu. Amen. And that's the reason unaona ya kwamba kama ni barabara zikitengenezwa, we need to go and sanctify those roads, kwa sababu hatujui contractors walitumia miungu gani. Wengine tumeona ya kwamba they sacrifice goats na maumbwa. Amen. I have seen it. Amen. Wakisacrifice na nguruwe, ni kwa sababu wanaabudu zile. But we need to rise up na to suppress hiyo roho na milio ya nguruwe zilizozikwa pale, damu ambayo ilimwagika pale. Hiyo sauti inaletaga ajali. So when the nation worships the idol, when the church worships the idol, remember, tumesomewa Ezekiel 9 ya kwamba wakati Ezekiel alipelekwa juu pahali, akaambiwa tazama katika kanisa na Jerusalem, tazama these people they worship idol. Hata akasema ya kwamba tazama uone, chapter 8 verses 1 nasema tazama uone
Kuna miungu ya Jirase imewekwa katika the northern gate. Amen. So kuna mifano ya miungu ambayo inaabudiwa pale. Ndiposa Mungu akaachilia judgment. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Akaita wale ambaye maakida. Akaambia kwamba mmoja aliyokuwa na makini kiti, akaambia ingia ndani, weka alama. Amen. Kwa yule yeyote ambaye anaomboleza, analia kwa sababu ya chukizo ambaye nyumba ya Mungu imewekwa, unajua ni vizuri kuhesabiwa kama mmoja aliye na alama. Praise the name of the Lord. May God put a mark on your faces to be worshiper. Mungu aweke alama juu ya maisha yenu, ya kwamba wakati ya jangwa kama hii, wewe hautaumizwa, hautalaumiwa, kwa sababu unalia kwa chukizo ambayo inatendeka katika nyumba yenu. Hallelujah. Katika nchi ya Kenya, katika kanisani, you know, even churches where they worship, they are so much doctrinal, yani they worship mambo ambayo sio ya ukweli. Si neno inasema katika Ezekiel 9, tazama vile kanisa wanafanya. Na Biblia inasema wanapoingia ndani, anza kuslaughter the elders on the altar. Wale makuhani, wale viongozi walia katika altar ambaye hawana mark. May the Lord put a mark on our forehead, so that when mambo kama hii ikija, he shall overlook us. Atapass over sisi. Praise the name of the Lord. Na ndiposa wana wa Israeli wakaambiwa, popote nyumba iliyokuwa imewekwa mark on the door. Amen. Yale nyumba iliyowekwa mark on the door, malaika wa kifo alipokuja, alitazama mark of the door. Praise the name of the Lord. Akinapoona mark, ana pass over. Na ndiposa hii inaitwa namna sikukuu ya Passover ilianzisha pale. May the Lord put a mark on your face. The other one is abortions. Unajua, even abortions is spitting the blood. Bwana asifiwe. Hallelujah. If one anapozoea katika nchi ambayo inazoea kufanya hayo. Amen. Hallelujah. Judgment ya Mungu ni ya kwamba kuna maafa. Judgment ya Mungu ni ya kwamba kuna mambo mazito ambayo hutuandamana na hayo mambo yote. Praise the name of the Lord. In the book of Deuteronomy chapter 18 and verses 10. Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 14. Inasema hivi. Are you there in Deuteronomy chapter 18 verses 10? Yeah. Let there not be seen among you anyone who makes his son or his daughter go through the fire. Amen. Kusia yoyote ambaye atafanya mtoto wake wa kijana ama wa msichana aruke moto. Amen. Or anyone using secret acts, ama yoyote ambaye anatumia roho ya kiuchawi. The secret acts are diviners. Hallelujah. And again, or a maker of strange sounds, or a reader of signs, or any wonder worker. Brethren, nataka kuwajulisha. Kuna watu ambaye zamani yetu watu walikimbilia gazeti sana. Kuna bahari sehemu ilikuwa inasema unasoma nini? It is against the word of God. Amen. We may have done it unknowingly, but we need to repent. Amen. Hallelujah. Wengine wameenda kuambiwa vile ambaye wamekaa, wameenda kuombewa katika tunyumba twingine. Unashindwa ya kwamba huyu mtu kama anaabudu Mungu wa ukweli, si basi ampee nyumba kubwa ya maturufali, si basi ampee nyumba kubwa ya orofa. Amen. Lakini kuna watu wamezoea
May the Lord help us. And those who has gone to those houses, may the Lord deliver them. Kwa sababu neno nasema kusio yoyote anaenda katika ushauri katika hiyo tunyumba pale. Wengine huenda wanaombewa na tutabaya. Wanaambiwa hii ya green sijui ndio ya utajiri, ya red sijui ya nini, ya white sijui ya nini. Ishindwe. Praise the name of the Lord. Na hiyo hatutaabudu misanamu tena. That is one of the signs of worshiping the idols. There are those generational sins. Then the implication, ni accident, ni riots, ni wars, ni abortions. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Unaweza jikuta kwamba you are suffering from the same. Sio mapenzi yako. Sio wewe ulitenda dhambi. Ni pale nyuma walitenda. Na ni vizuri hata kama tuliwapenda wazazi wetu, hata kama tuliwapenda kizazi na huku nyuma, ni vizuri kujitenganisha. Kama hawaku wameokoka, Biblia huwaita watu wa mataifa. Na watu wa mataifa ni watu hawajaokoka. Awe ni mzazi, awe ni grandpa, awe ni grandma. Praise the name of the Lord. Kama hajaokoka na ni mtu ya dunia, ni vizuri kusema ya kwamba whatever that this person did wrong, sisi hautaturidhi hiyo. Hey, hallelujah. Yale tutarithi mazuri ni yale ambaye ni mema. Do you know? This week, kuna moja alituhurubiria juu ya the daughters of Zarephath. Katika Numbers, I think 27. Bahari ambapo wasichana 5 wa Zarephath. Amen. Baba yao alikufa. Na nilipo study sana nikajua baba yake alikufa kwa sababu, neno inasema ya kwamba kwa sababu ya dhambi. Lakini wasichana wakaenda kwa Moses wakiwa wamejazwa na ujasiri. Wakasema baba yetu alikufa na hakuwa na vijana wa kurithi shamba hili mali zake. Sasa tutaki jina la baba yetu lipotee. Hata kama alikufa kwa dhambi, hakufa kwa sababu ya kukaidi ya Mungu. Praise the name of the Lord. They are asking urithi ulio bora, urithi ambaye angerithi, shamba ambaye angerithi, lakini sio yale dhambi alitenda akakufa. Praise the name of the Lord. Chochote tutakaya rithi, sio kuabudu kwa sanamu, sio kuabudu kwa miungu zingine, and the consequences, tunarithi yale ambaye ilikuwa mema. Alitenda mambo mazuri katika kijiji chao. Alisomesha watu ya jirani. Alikuwa mtu mzuri, lakini alikufa kwa dhambi. Hayo alikufa naye, sisi hatutarithi. Ninakuombea siku ya leo ya kwamba wewe usirithi yale maovu ya nyanya zako, ya mababu zako, lakini urithi yale mazuri aliyotenda. Oh, katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Chapter 18, verses 11. Or anyone using secret force on people. Unajua kuna watu wanatumia nguvu za siri za kishetani kwa watu, or putting questions to a spirit. Unaenda kwa wale wamekufa, unaenda kuuliza maswali. Hiyo ni kuabudu sanamu. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Do you know, hata kuna watu wengine, kanisa hili naomba Mungu atusaidie. Kwa sababu sisi hatutaenda kufufua maroho ya wale waliokufa. Ati tunakumbuka anniversary ya 20 Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Let me tell you. Do you know, even if though I was not ready to say this, in, I think, 1 Samuel chapter 23, but somebody can check for me, kama ni pale ambapo Saul alienda kwa diviner. Amen. Saul alienda kwa diviner, a prophetess ambaye alikuwa ni mama. Akaenda kama amejiweka mavazi ya kwamba sio Sauli, sio mfalme. Amen. Alipoenda, please somebody check for me before people write that. 1 Samuel chapter 2, but praise the name of the Lord. Amen. Akaenda kwa diviner. Akamwambia, nataka uniitishie roho ya mtu fulani. Alitisha roho ya nani? Ya Samuel. Na wakati huyu mama, a diviner, because it is in the Bible,
akaenda pale kwa hiyo mama. Huyo mama alipoitisha ile roho, akapiga nduru kwa sababu Samueli alimjia. Amen. Sauli akamuuliza, umeona nani? Nimeona mtu amevaa mavazi ya ukuhani. Amen. Sauli akalala chini. Remember, this lady was a diviner. Diviner ni kama mchawi. Amen. Na alienda kuuliza maswali kwa hiyo maroho ya madiviner. Amen. Do you get something here? That means a diviner has powers through secret acts ya kuitisha roho aliyokufa. Amen. And let me tell you, when Samuel, the spirit of Samuel came, Biblia inasema alinenea Saul, akamwambia, kwa nini unanisumbua? Kesho utakuwa pahali pale mimi niko. Amen. Read it well. Did you get it? Is it chapter 23? 28. 1 Samuel chapter 28. Which verse? From verses 6. Can you put verses 6, 1 Samuel chapter 28? Praise the name of the Lord. As he puts there, 1 Samuel 28, the Bible says that putting questions to our spirit, that's where we are. Or having secret knowledge, or going to the dead for direction. Amen. Kwenda kwa waliokufa kuomba mashauri. For all who do such things are disgusting to the Lord. And because of these disgusting things, the Lord your God is driving them out before you. You are to be upright in a heart before the Lord your God. Lazima uwe mwerekevu katika roho yako. For these nations whose land you are taking, give attention to leaders of sign. Praise the name of the Lord. And to those using secret acts, but the Lord your God will not let you do so. Mungu hata kukubalisha uende ukatende hayo, ukaenda ukuomba ushauri kwa those diviners. May the Lord help us and the people that I'm leading not to go to that diviner, kwenda kwa wachai na waganga na maprofetesa ambaye ni wakionabia uongo. Nyinyi hamtaenda. I detach you from such spirit. It shall never come to you. In the name of Jesus. Praise the name of the Lord. And when Saul went for direction to the Lord gave him no answer. By a dream, by the Urim, and by the prophet. Yani alipouliza Mungu, Mungu akamnyamazia yeye mwenyewe. Kuna wakati Mungu anaweza nyamaza, lakini wakati wake wa kuongea ukifika ataongea. Usiende kuuliza mashauri. Sasa baada ya hiyo alienda wapi? Then Saul said to his servant, get me a woman who has control of the spirit, so that I may go to her and get direction. Na sana manabii wa uongo, diviners, wanakuwa wa mama mara mingi. Mungu atusaidie na Mungu atupe roho ya discernment, so that tuweze kutupambanua mapepo na maroho kama hayo. Ninatangaza siku ya leo roho wa discernment upon us, that from today hautaingia katika shida kwa sababu ya kutofahamu. Do you know, Biblia husema katika Hosea 4:6, watu wangu hupotea kwa kukosa maarifa. May you be knowledgeable today because I've taught you. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Another verse in Psalms chapter, I just wanted to take, you can write down 1 Samuel chapter 28 from verses 6 downwards. Another verse to support the 5 things that I spoke about: the witchcraft, the wars, the riots, the accident, and the abortion. Psalms chapter number 106, you can write down from verses 34. From that, Psalms 106 from verses 34 down to verses 40.
They did not put an end to their peoples, as the Lord had said. But they were joined to the nations, learning their works. And they gave worship to images which were a danger to them. Praise the name of the Lord. Hata baada ya kuwa warned na Mungu, hawakusikia. Waliungana pamoja na watu ambao waliabudu sanamu. Na nimwambia the consequences ya kuabudu sanamu ni gani? Amen. Si uliandika? Uchawi, vita, riot, abortions, na nini ingine? Na accidents. Sasa baada ya kuambiwa, na ujue ya kwamba in Numbers chapter 33 from verses number 51, Biblia husema Mungu akaambia wana wa Israeli through Moses, ambia hawa wana wa Israeli ya kwamba watakapoingia ndani ya nchi ya ahadi, wamalize kila kitu, wamalize watu ambao watakuta pale. Bwana asifiwe. Na chochote watakayebakisha, Biblia inasema kitakuwa miiba katika macho yao. Na tena nasema, namalizia na kusema, na kwa sababu ya kukataa kumaliza kila kitu, yale mngewafanya, nami nitawafanya vile. May the Lord help us today. Wakati tulipookoka na tukaokoka na tukatakazwa na damu ya Yesu, lazima tuliwacha kila kitu ambayo tulikuwa nayo na huku zamani, ili tusifanywe kama vile mapenzi ya Mungu inasema katika watu ambao hawajaamini Mungu, waabudu sanamu. Amen. This means kuna consequences ya watu kuabudu sanamu. Let me go to number 2 because of time. Number 2, wale the generational sins ni adultery. Inaleta adultery and fornications, fornications. Adultery and ya mbele ilikuwa idolaters. Idolaters ni kuabudu nini? Miungu. Adultery ni usherati. Si ni usherati? Hata fornications bado ni usherati. Usinzi. Praise the name of the Lord. Are you with me? Have you written adultery number 2? I may not go very much into details about this. Lakini you can write down 2 Samuel chapter 11, verses 2 to 5. Mnajua hii hadithi ambaye ni ya David. Let me read verses 2. And it came to pass in an evening tide that David arose from off his bed. Verses 1 inaongea kwamba alitakiwa kwenda vita. Si ni ukweli? Lakini akakataa kwenda vita. Akatuma kina Joab, akatuma maaskari wake. Yeye akaachwa akiwa nyumbani. Amen. Now verses 2 inasema, and in the evening tide David arose from his bed and walked upon the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. Bwana asifiwe. And David sent and inquired after the woman. And one said, is not this Bathsheba, the daughter of Uriah, the wife of Uriah the Hittite? And David sent messengers and took her, and she came unto him, and he lay with her. For she was purified from her uncleanness, and she returned into her house. Amen. You know the consequences that came after. Unajua madhara ambayo ilifanyika. Neno imesema alikuwa baada yake ya mwezi. Amen. So she conceived. This was because of adultery or the spirit of lust. Amen. Watu ambaye wanaabudu masanamu. Watu ambaye, the implications ya generational sin
kwa sababu Daudi inaoneshana ya kwamba alizoea. Si alikuwa hata na concubines. Alikuwa hata na concubines ni sijui ni nini kwa ni wives ambaye sio halali. Sio wadoa. Hiyo si ni usherati tu bado. Kwa sababu ya the implication that happens. You know what happened with Solomon. Amen. What happened with Amnon. Amen. Alihata najisi dada yake. Because of that spirit of fornication and adultery. Hallelujah. So what I want to say ni ya kwamba the generational sin inaletaga shida kama hiyo. Do you know David alitoka katika familia ya Juda. Si ni ukweli? Na mnajua Juda, if you go back to the book of Genesis 38, you can just write it down and go and read. Mwanzo 30, kuna yule jamaa aliitwa Juda ambaye wakati walipomweka muuza Joseph, Juda alirudi akatoka, akawaacha ndugu zake, akaenda katika nchi nyingine. Biblia inasema akaenda akaoa na akapata watoto 3. Amen. Wa kwanza alimuita El, E na R. Amen. Alipomuita hivyo, akarudi akamponea mke, akamuita Tamar. You know the story. Alipomuita hivyo, huyo kijana El alikufa. Amen. Na baadaye Tamar akaolewa na ndugu ya El, mtoto wa Juda. Baadaye huyo kijana akakufa kwa sababu ya yale mambo alitenda maovu. Just read chapter 38 utajua. Amen. Wakati Juda alipoona hivi, akaogopa kupatiana huyo kijana wake mdogo wa 3. Lakini mwishowe, hallelujah, alienda akalala na Tamar. Tamar ajijiweka kama kahaba. Amen. And the consequences, ikawa lazima muoe. Daudi alitoka katika hiyo generation. That is the implication of generational sin. Praise the name of the Lord. Kitu ingine ni anga. Anga ni hasira. You remember in the family lineage ya Jacob, kulikuwa jamaa aliitwa Levi. Amen. Are you tired? Levi alikuwa siku moja walishikamania na ndugu yake. Wakatayarisha watu ambao nchi ambao walienda. You know the story. Then they killed them with anger. Ilikuwa nalipishia dada yao. So Levi, Moses alitoka katika ukoo wa Levi. Mama yake alikuwa Levi na baba yake alikuwa Levi. Na ukumbuke Moses alipotoka katika nyumba ya Farao, Biblia husema alienda katazama kaona Waisraeli wakipigana Israeli na Egyptian. Akaua kwa hasira, akaua yule Egyptians. Baadaye akarudi the following day, akakuta kwamba Mwisraeli na Mwisraeli wanapigana. Akaenda kuwauliza, kwa nini mnapigana mandugu? Wakamuuliza, unataka kutuua kama vile uliua nani? Misri. Kwa sababu ya hasira kutoka kwa babu zake Levi. Generational sin and its implication. Sasa baadaye hata Moses alikataa kuingia nchi ya ahadi kwa sababu ya hasira. May the Lord help us today. Do you know what he did? Alipokuja kutoka Mount Sinai akiwa amebeba vipengele za 10 commandments, akakuta wana wa Israeli wanatenda dhambi. Aliangusha ile kipembele ya commandment ya Mungu, akaimaliza. Amen. Mwishowe in Exodus 17 Mungu akamnenea, akamwambia, kwa sababu maji imeisha, ninataka kujitukuza mimi Mungu. Nenea jiwe hii, iambie itoke maji. Na kwa sababu ya hasira alichukua kijiti akaipiga.
hasira ya mababa zake, generational sin and its implication. May the Lord help us today tutoke ndani ya generational sin, tuanzishe upya, na ndiposa tunaokokaga, nikio tuhonokaga, ili tutakazo dhambi ya ile generational sin, ili tujivue mavazi ya kale, tuvae mavazi ya kisasa ya kiungu, tuharibu kila kizazi ambaye ni generational sin, kama ya Moses, kama ya Daudi. Praise the name of the Lord. Kama ya Saul. Unajua Saul alipofanya hivyo, alifanya hata watu wake wote wamalizwe. Hallelujah. Kwa sababu ya implication za generational sin. Unaweza kuwa umejikuta katika dhambi ambaye hauelewi, katika mambo ambaye hauelewi. Pengine I want to advise you. This is what you need to do. You just seek from God. Ujue vita ambayo unapigana naye inatoka upande gani? Ni upande ya mama, ni upande ya mzazi na baba. Ili udetach yourself na uombe. And because our God is faithful, and that's why he has given me this message today, for us to come out of these issues, of this generational sin na implications zake. Hallelujah. Umejikuta umependa Mungu sana, lakini mara mingi unajikuta mawazo yako haiko katika Mungu. Praise the name of the Lord. Wakati Mungu amekuinua, unajikuta umerudi chini. Tazama, uliza Mungu, ni kwa nini? Hallelujah. Are we together? Number 3 ni manders. Hallelujah. The same thing happened to David in 2 Samuel chapter 21. The one of Israel. In 2 Samuel chapter 21. Have I taken a lot of time? Oh God. Amen. Hallelujah. Can I just finish this one? 2 Samuel 21 verses 1 to 5. Biblia inasema siku zile kukawa na njaa kwa miaka 3. Miaka 3, mwaka baada ya mwaka. And David went before the Lord for direction. The Lord said to him, on Saul and on his family there is blood, because he put the Gibeonites to death. Hallelujah. Unajua, unapoua, damu inapomwagika, sasa ujue ya kwamba mwenye alifanya maovu ni Saul. Lakini kwa sababu ni inchi ya Israeli, ukumbuke, you can write down in the book of Joshua chapter 9 verses 14 to 15, pahali ambapo Joshua, the Gibeonites walienda kwa Joshua, wakaambia kwamba walienda na mikate ambaye walifanya kama ya kwamba imeoza. You remember the story? Baada akasema kwamba wametoka nchi ya mbali, wanataka wameka covenant ya kwamba wasiwaue. Amen. Lakini wakati walipojua baadaye na wamefanya covenant, wamefanya in a north, wakasema kwamba they shall be woodcutters. Si ni kweli? Lakini ya kwamba hawatauao. But when Saul came, akawamaliza, akaua some people. Kumwaga damu, murderers, inaleta generational sin. Now that's the reason nchi ya Israeli, wakati Daudi alichukua uongozi, miaka 3 ikawa na njaa. Amen. Hallelujah. Mambo mengine ambayo ni ya kiungu, kitu kama tauni, kitu kama njaa, kitu kama nzige, it comes out of generational sins. Amen. Bado tujatoka katika tauni ya COVID. But we thank God, our God is faithful. The church has stood. Since the time kanisa imefunguliwa, hiyo curve imeanza kwenda chini. Kwa sababu the church is praying. The church is repenting. Kwa hivyo tunaona ya kwamba
hata kama kuna generational sin, maombezi inatutoa katika hiyo kizazi. Hallelujah. Niongee tu mambo machache kidogo. Sins that produce generational sin. Consequences, I mean. Dhambi, sins that produced generational consequences. Dhambi ambaye zilileta generational consequences. Dhambi moja, ukumbuke ni wakati wa Noah. In the book of Genesis chapter number 9, verses 24 and 25. When Noah awoke from his home, from his wine, and found out what his youngest son had done to him, he cast Canaan, Ham's son. Unajua, dhambi ambaye zinaleta the generational sins ambaye ina produce consequences ama inaleta kuangamiza kwa watoto wetu, ni kama hii moja iliyofanya hivyo katika Biblia. Ham alikuwa mtoto wa Noah. Amen. Lakini alipopata baba yake amelewa. Sikiza hii. Alipopata baba yake amelewa, alimcheka na kwenda kuambia vijana wengine, kujeni muone baba yangu wako uchi, vile anakuaga akiwa uchi. Wakati ulevi iliisha, amen, hakulaani Ham, alilaani mtoto wake. Bwana asifiwe. Na ujue mtoto wake hakuwa pale. Mtoto wake sio mwenye alicheka nini. Verses 25 inasema, Ham was his father. Ham saw his father's nakedness. Rather than cover it, he mocked him and earned for himself a curse, which has affected his descendants till today, as Canaan was Ham's son. Unajua, theologians husema kwamba Waafrika wametoka the lineage ya Ham. May we come out of that curse. We pray for the Africans and for the Kenyans and for this church and for those who are watching at us today. We have to come out of that. Sisi hatutalaaniwa ni kwa sababu ya dhambi za watu wengine. Hallelujah. Those are some of the consequences happened in the mwingine ni Gehazi katika 2 Kings chapter 5. Huyo ndio atakuwa mwisho. Amen. Gehazi, mnajua Gehazi. He lusted for Naaman's wealth against the advice of Elisha, his master, and earned for himself and his descendants a curse of leprosy. Unakumbuka Gehazi wakati Naaman ikisema mtajua Naaman. Si mnajua Naaman na ile leprosy. Wakati ambapo Elisha alikataa kuchukua zawadi yake, Gehazi alienda akakimbiza Naaman. Alijificha, akaenda akamkimbiza. Akamwambia, kuna watu wamekuja wageni kwa mtumishi wangu na amenituma unipatie shekeri. Amen. Akadanganya. Amen. You can imagine lying against your spiritual leader. Lying against your master. The consequences. Gehazi aliporudi, Elisha alimwambia, sasa leprosy ya Naaman itakujia na vizazi zako. And that's what happened. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mwingine ni Daudi. David was affected. Tumeongea juu ya David katika 2 Samuel. Na hii ya Daudi ilifanya kuwe na civil war in 2 Samuel chapter 17 up to chapter 19. Amen. Next week tutajifunza juu ya effects of generational sin. The effects. Andika pahali so that kifika siku hiyo tutaona the effects of generational sin. Are you somewhere?
Kanisa Bwana asifiwe. Praise the Lord. The implications ya generational sin. Next time tutajua about the effects of generational sin. Vile ina promote ministry ya shetani, vile ina delay mambo. Praise the name of the Lord. It will touch us now. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Have I spoken something to you? Can you now put your Bible down and you rise up? As you ebu imagine, kuna mambo matano tulisema ya idolaters. The effects ambayo inaleta. Number 1, ni witchcraft napata kila familia. Do you know, most of the families here, most of them, watu wao walienda kwa wachawi. Watu wao walienda kwa waganga. Watu wao walienda kwa diviners. Hata some of us here has visited there. But I want to thank God. Neno inasema ya kwamba Daudi akasema, Mungu usikumbuke dhambi za utoto wangu. Kila mmoja alitenda dhambi na ndiposa tuliokoka. Na ndiposa tumeokoka hata sasa. Ndiposa neno inasema katika 1 John ya kwamba if you say that you have not sinned, unafanya nani? Unadanganya Mungu, unafanya Mungu kuwa muongo. So we keep on repenting the sins ambayo hatujui. Hallelujah. Sasa tusimame kwa miguu zetu. Amen. Hallelujah. May the Lord help us today. Hata kabla tujafika next week. Hii wiki tumeanza maombezi na neno letu la mwongozo ni Zaburi 46 mstari wa kwanza. Just put it on the screen. Zaburi 46 mstari wa kwanza. Praise the name of the Lord. Zaburi 46 mstari wa kwanza. Can you put in another version? Oh, hallelujah. So tunapoomba tujue kwamba Mungu ndio msaada wetu wa karibu. There is another version. Kwa Kiswahili nasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Kwa hivyo katika wiki hii tunaweza kujikumbusha kwamba Mungu kwetu ni kimbilio na nini? Na nguvu na msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa Kizungu inasema strength, a very present help in trouble. Praise the name of the Lord. So tunapoanza maombezi siku ya kesho, let's please commit ourselves. Let's commit our families before God. The entire week, kama wewe unaombaga siku 2 inaisha, omba siku 3 sasa. Kama unaomba siku 5, omba siku 6 sasa. Praise the name of the Lord. I will not repeat about praying and fasting. I have taught you. Kama hujaishika vizuri the 7 points of fasting, enda kwa YouTube, enda kwa Facebook, just see about prayer and fasting. Praise the name of the Lord. So that you may be knowledgeable how to pray. Baada ya hiyo, saa 10 kesho tunakutana hapa, saa 10 Tuesday tunakutana hapa, saa 10 Wednesday tunakutana hapa for 1 hour, saa 8 on Thursday, saa 10 on Friday, saa 8 on Saturday, na tunamalizia. Praise the name of the Lord. Na tunapomalizia tunajua kwamba Mungu this version says God is our refuge and strength, a helper who is always found in times of trouble. Ni msaidizi wetu wakati tunaingia katika jangwa. Let's pray about this generational sin for 2 minutes, for 3 minutes. Can you just raise your hand? Tell God. Unajua kuna watu they are suffering because of their generational sin. Do you know hata magonjwa ya malaria, magonjwa ya typhoid, magonjwa ambayo tunaona ni machache, lakini hatujui inarudia kila wakati. Ukienda upimwe unakuta ya kwamba una typhoid. Ukienda upimwe tunaambiwa H pylori. Kila wakati unakaa kwa madawa. Hiyo it might be generational sin, na implications zake ni hizo. Detach yourself from them in the name of Jesus. Anza kuambia Bwana, wewe umeokoka, akuokoe tena, akutakaze,
asamehe wewe dhambi ambayo ulitenda na dhambi ambayo ilitendwa na watu ambao waliokuwa mbele zako. Hadi kizazi cha 4, ambia Bwana kusamehe. Ambia Bwana kusamehe hata wewe mwenyewe dhambi umetenda, ili aditachi hiyo naye na dhambi za kizazi, na dhambi ambaye na the implication ambayo itafuata watoto wako, ambayo itafuata watoto wako hadi the 4th generation. Now in the name of Jesus, oh God, we want to detach ourselves. The Bible says and it posts very clearly ya kwamba if you don't finish them, I shall do to you what you could have done to them. Now in the name of Jesus, tunamaliza kila mbinu zote za kishetani, every attachment that has been attached with that, in the name of Jesus. Oh God, any sinful nature that has been attached with that through our forefathers, we command them now. We detach ourselves. Tunaweka chini kila mizigo, kila minyororo ambayo imeshikamanisha na vizazi na kizazi ambayo ni ya dhambi, katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Oh God, the time of your judgment, that you may not judge us, oh God, in a long way. In the mighty name of Jesus, I pray, dear Lord, my Father and my God. The Bible tells us, after all, everything has been handed, and the final one is, every person shall sit in the seat of judgment. Oh God, I pray, tuhurumie Bwana, tutakaze damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, ili tutakazwe, ili tuokolewe, ili tuinuliwe, ili tupone. Bwana wa rehema, hilo damu ingali ni bichi, hata kwa mijalide yako Yesu tunapokea uponyaji. Sasa katika jina la Yesu ninatangaza siku ya leo ya kwamba kuna uponyaji, kuna uponyaji. Tuponye Bwana. Detach us, oh God, from this generational sin, from this implication we have suffered for so long. Lord, we are coming out. We are coming out. We are coming out. We are coming out from that spirit of drunkenness, spirit of immorality, spirit ya kumwaga damu, any evil spirit that we are suffering from it. We now detach ourselves from it now. Ourselves, Lord, we detach in the name of Jesus. Nawaachilia Bwana rehema, nguvu zako Bwana za urejesho, za urejesho. Rejesha kila mmoja, rejesha, 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 rejesha. Oh, shikarabaganda, rejesha, rejesha, rejesha uhusiano wako Bwana na watu wako. Turejeshe, turejeshe katika jina la Yesu. Natangaza ya kwamba sisi hatutauliwa, hatutakufa, hatutamalizika kwa sababu ya dhambi za waliotenda mbeleni. Sisi tumekataa, tunajitanganisha na kila kizazi cha dhambi katika jina la Yesu. Kila nguvu za magonjwa ziliyofuatanisha na watu wa Mungu, ninazikemea, ninazinenea ya kwamba hazina nguvu. Pokeeni uponyaji, uponyaji wa mawazo yetu, uponyaji wa miili zetu katika jina la Yesu. Shetani, tumejua ya kwamba tumefuatwa na hii mambo ya generational sin. We detach ourselves. Twachukua makasi ya Roho Mtakatifu na kukata kila kitovu tuliyenyonya ya mashtaka ya maovu katika jina la Yesu. I set your people free. Freedom now. I speak freedom now. Freedom now. Freedom now. Freedom now. In the name of Jesus. Twatangaza ukuu wa Bwana katika jina la Yesu. Thank you, Holy Spirit of God. Katika jina la Yesu.
Baba mtakatifu na ishie juu mbinguni, ninakushukuru kwa sababu ya ujumbe wa siku ya leo. Oh God, I have released your message. Now work on it. Work on it, oh God, that you may detach your people from any generational sin. From today, no more suffering. Some are suffering because of their generational sin. They did not do it, but their forefathers did it. I detach them from today, from those lineage, in the name of Jesus. Then a spirit of accident, and a spirit of abortion, and a spirit of war and riots, and a spirit of witchcraft, I detach you now from that lineage in the name of Jesus. May you receive your freedom from today. May you receive your freedom from today. Shetani, ndio tunakubaliana. Wazazi wetu walitenda dhambi. Sisi sio hawa wazazi. Chochote waliotenda iovu walikufa naye. Na sasa katika jina la Yesu natangaza siku ya leo, natangaza kwa njia ya unabii ya kwamba hawataraumiwa tena katika jina la Yesu. Wanaorudia magonjwa, shetani waletea magonjwa, kila wakati ni magonjwa. Pesa zao zimeangamizwa na magonjwa. Ninatangaza siku ya leo ya kwamba nimedetach wewe na hiyo roho ya magonjwa ambayo iliambukizwa. This is a generational sin. I command it to come out of you. To come out of you. Your siblings are detached from those consequences. In the name of Jesus. Natangaza siku ya leo, dhabihu hii iwatetee, 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 iwatetee. Oh, ripokotarabazaya makayandoroborianda, iwatetee, iwatetee. Natangaza siku ya leo, haitarudia tena dhambi ambayo inanena kwa sababu ya kizazi. Ninaitangazia by fire, by force. I command you, no more suffering, no more suffering. We set your people free from any tormentation, any tormentation, any lineage, ya poverty, ya immorality, ya idolatry, ya adultery, ya fornicator. Kuta yando bozeka, ramayandereria, rekata yamazaya. Inua mikono yako, surrender to God, surrender to God. Mwambie Bwana, kutoka leo nimejua sitasafa tena. Hata vipawa zingine zilipokonywa na shetani kwa sababu ya generational sin. Natangaza siku ya leo, shetani, rejesha vipawa, rejesha karama uliyeibia watu wa Mungu. Kuanzia leo, we are knowledgeable, we are knowledgeable. We shall not be defeated again, we shall not be tormented again, in the mighty name of Jesus. Oh Lord, Lord, reketeria makayantera bazaya kurikaya mazekentaya. Hatukujua Baba, hatukujua. Oh Jesus, Lord, twakulilia Bwana, twakulilia Mfalme, twakulilia Jehova Redeemer. Tunakurimazeria rekaya mazaya robo zeketere baganda. Lord, I worship you, I worship you, I worship you, I glorify you. Walitembelea wachawi wakaabudu miungu. Twaomba ya kwamba Bwana, tusamehe, tusamehe, tusamehe. Oh Jesus, by
By the power of the Holy Ghost, deliver your people today. Deliver them now. By the power of God, of the Holy Ghost of God. Tembea ukideliver. Tembea, tembea. Oh God. Kwa rehema, tunatubu dhambi za wazazi wetu. Sisi kama wazazi tunaomba tusamehe. Tusamehe Mfalme. Lord, I pray. Hatukujua ya kwamba tuateseka kwa sababu ya mambo ambayo hatukutenda. Mungu wa rehema, tunakusihi. Forgive us. Sanctify us once more. Sanctify us, O God, by the clean water, by the blood of Jesus, which is still fresh at the cross. Thank you, Lord. Asante Jehova Mungu wa rehema, na kutukuza kwa wema na fadhili zako. Tubariki Bwana. I declare the blessings of God. Whoever that has been suffering from generational sin, my God, from today, Satan, jua ya kwamba umeshindwa. Umeshindwa katika jina la Yesu. Kutoka leo, roho ya witchcraft out of us. Roho ya divination, roho ya wars and lies and accidents and abortions out of us in the name of Jesus. Every spirit of adultery, fornication and lust out of us. Set us free, O God. Set your people free in the name of Jesus. We worship you, God, and we praise you. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, I declare to your people that they are set free. In Jesus' name. Let's clap for Jesus. Amen. Thank you. Let me tell you, the days are so near. Amen. Mwana wa Mungu ajidhihirishe. Na yoyote ambaye hajajitayarisha atawachwa. Consequences yake ni kukaa katika ni kuishi katika moto wa milele. Are you there by the kuonyesha kwa ishara mkono ungependa kuokoka? Ninulie mkono wako. Aibisha shetani siku ya leo. Ambia shetani, siku nimeteseka miaka mingi na sikujua ya kwamba ninateseka kwa sababu ya dhambi za wazazi na vizazi na dhambi zangu. Ambia Bwana kwamba unataka pata hiyo roho ya kuokoka katika jina la Yesu. Are you there? First and second and third. Ninulie mkono wako juu. Inua vizuri nione vizuri ya kwamba unainua mkono. Amen. Praise the name of the Lord. May the Lord bless those who are watching us. May God bless you so much. In Jesus' name. Let's clap for Jesus.